subscribe to my channel. And also press this bell icon. Kutokana na maamuzi. Kwa sababu kwanza picha linaanza after time inafika hiyo. Si ndio? Marefari wanaingia vyumbani. Viongozi wa Berkane wamefuata nini kwenye vyumba vya marefari? Yaani wametoka juu wameenda kwenye vyumba vya marefari. So wamekutwa kule, ugomvi ukawa mkubwa katika kuwatoa, wakawa hataki kutoka. Ugomvi ulikuwa mkubwa mno kama umeiona kwenye mtandao. Sasa ile inaashiria nini? Si umeelewa? Na hii tunawaasa viongozi wetu wanatakiwa wawe makini na vitu hivi. Kwanza tulitakiwa tumgomee yule refari. Sisi huko hatuwezi, kwa sababu mimi nitakapoongea tayari moja kwa moja nitakuwa tunawademoralize mashabiki wa Simba, wanaweza wasiende kwenye mechi. Kwa sababu mashabiki wa Simba mpaka kuelekea kwenye finali wamekutana na kazi kubwa. Kazi ya kubadilishwa uwanja wao wa nyumbani, wamepelekwa tena uwanja ambao ambao hatutumii. Pamoja ni kweli ni Tanzania, lakini kule bado ni visiwani. Uwanja hatujafanya, hatujauzoea. Lakini ilibidi tu emphasize, sawa, na kuhamasisha ili watu waende wakaisupport timu yao. Ndio maana tukasema kule Simba iko kwenye mikono nini? Mikono salama. Lakini kiuhalisia Simba ilikuwa ipo kwenye mikono salama, lakini kwa sababu tunatumia psychology kubwa katika kuwarudisha Simba mchezoni ili tukacheze finali kwa usalama. Kwa hiyo viongozi nao sometimes wanatakiwa wawe makini juu ya hili. Refari kama yule, unaona kabisa refari Mwarabu, tunacheza na Waarabu, na Waarabu wenyewe bora wangekuwa Waarabu kwa hiyo Waarabu ambao wanasijua fitna. Tungeanza kumkataa yule refari. Umeelewa? Lakini mwisho wa siku kaja akachezesha. Haya, umakini tena umekuja kukosekana. Kwa nini wale viongozi wa Berkane wametokaje juu kwenda kuingia kwenye vyumba vya nini? Vya marefari. Ina maana watu waliokuwa wanalinda sawa mechi yetu, kulinda mavyumba yale, walikuwa wapi? Wanakuja kustuka wale marefari wako ndani. Wale nani viongozi wako ndani. Wanafanya nini na marefari? Wanaenda kutolewa na goma kutoka matusi alikuwa makali, ugomvi mle ndani. Si umeelewa? Kwa hiyo moja kwa moja unaona kabisa jinsi gani viongozi wetu wamepambana. Ukija mashabiki tumepambana vya kutosha, ndio maana tumetoka huku. Benchi la ufundi limepambana sana. Sawa? Ukija wachezaji wamepambana mno. Hakuna wakumlaumu. Isipokuwa kuna vitu vidogo vidogo tu vya kujirekebisha. That's why I told the people. Sawa, about nini? Sawa, mashindano ya CAF. Ni sawa na mtu uko mapangoni, kuna kiza kinene. Yaani kiza nilichokuwa na maanisha ndio vitu kama hivi. Kiza kiliwakuta Simba na Orlando, kiza kiliwakuta Yanga na Mamelodi Sundowns, kiza kimetukuta tena sisi jana. Hichi ndio kiza. Sasa tochi iko wapi ya kumulika hivi? Tochi ya kwanza tumeshaipata mwalimu Fadlu Davis, tulimpata Robertinho, tulimpata Pablo, lakini tochi inatakiwa na viongozi nao wanatakiwa wakati kama tochi. Si umeelewa? Ili kuepuka hivi vitu, kazia hizi ndogo ambazo zinaweza kusababisha tusifanye nini? Tusije tukalichukua ile kombe. Kulichukua kombe la Afrika ujue sio masiala, unatakiwa ujipange. Sasa kama time waka kuelekea kulichukua. Time waka kwa sababu Simba kwanza mimi ninachoshukuru na nawaambia mashabiki wa Simba wasivunjike moyo. Si umeelewa Wasivunjike moyo. Kwa nini wasivunjike moyo? Sisi tunaenda na progress. Si umeelewa? Tunaenda na progress. Progress yetu ilikuwa robo finali kwenda nusu. Hata hivyo over progress. Si umeelewa? Tumepata mafanikio makubwa, moja kwa moja tumeenda tena finali. Yaani kutoka nusu tukavuka tena mpaka mpaka finali. Kwa hiyo progress yetu bado inaendelea vizuri. Yaani tunaendana na kauli ya boss aliyosema I'm going to brand Simba within 5 years so as to compete with Big 5 club. Huyu Mo ndo alitweet na akaongea hivyo. Ninaipiga chapa Simba, ninaiandaa Simba, ninaimarisha Simba ili iweze kushindana na vilabu vitano bora. Tayari tushaingia kwenye tano bora. Si umeelewa? Ndani ya miaka mitano tayari, huu mwaka wa 7, ina maana miaka mitano tayari. Si umeelewa? Sasa hivi tuko kwenye ile mitano na akasema ndani ya miaka mitano tushaibrand Simba. Sasa hivi na uwezo. Sasa hivi ndani ya miaka mitano hii nalitafuta ile kombe. Na kweli mafanikio yashaanza kuonekana, tumefika finali na tumezulumiwa. Hivi kwa mfano lile goli lingekubaliwa au tungemaliza na Kagoma mle ndani. Saizi nani Berkane wangekuwa katika hali gani? Umeelewa? Lakini still tunapoa red card. Tumebakia 9 lakini timu bado iko mchezoni, tunapata goli. Refa nalo anaenda analikataa goli.
Kwa hiyo wachezaji ni binadamu, mpira unachezwa na commitment, space na time, si umeelewa? Swala la commitment, wachezaji wa Simba walivunjika moyo. Umepoa red, mwenzenu amepoa red card, mmekaa mche bado mmeendelea kurudi mchezoni, mnapata goli linakataliwa tena, si umeelewa? Hivi hata kama ndo wewe, hiyo morali utaipata wapi ya kutoa good commitment katika kuipambania timu? Kwa morali kwa imefanya nini? Imeshuka. Ahmed Ally mara baada ya mchezo alizungumza na kusema kwamba kama kila kitu kingekuwa sawa tungebeba kombe letu. Kauli hii wewe vipi kwako? Kauli ni hiyo, hakuna mwana Simba, sio Ahmed Ally tu. Umeelewa? Sio Ahmed Ally mkuu wangu wa idara ya usemaji. Si umeelewa na habari? Mimi mashabiki wote mpaka kuna baadhi ya watu wa Yanga wanakubaliana na hilo. Yaani kama refari angekuwa fair, jana Berkane alikuwa anakufa chuma 3. Goli 3 zilikuwepo safi. Mfano goli aliyokosa Kapombe lile lilikuwa ni goli na. Kwa hiyo Simba imecheza katika kiwango kikubwa cha kushukuru Simba na kuwaasa viongozi wetu wasije wakafanya biashara ya mchezaji yoyote. Tubaki na timu yetu, kwenye mapungufu paboreshwe. Umeelewa bwana? Paboreshwe ili tuweze kuendana na kasi ya nini? Ya mashindano ya nini? Ya CAF. Kwa mfano kama pale mbele sehemu ya striking force. Sawa? Upande wa kulia na kushoto mimi sina wasiwasi. Si umeelewa? Anatakiwa apatikane nani? Apatikane namba 9 mwingine katili. Design kama akina mabulua. Yaani awe katili, amsaidie Mkwala. Si umeelewa? Lakini kwa Ateba naona kama mwili umeongezeka sana. Tatizo sijajua ni nini. Ateba alivyokuja na alivyo tofauti. Kwa pale tupate striker mwingine kwa sababu tayari tushajenga timu. Timu tumeshajenga, tulikuwa tunajenga timu tushaijenga. Kilichobakia sasa hivi ni kuboresha, ni maboresho. Sasa haya maboresho haya ndio viongozi wanatakiwa tupate wachezaji wachache. Sio tena tuanze tena wachezaji 6 7. Wawili watatu. Apatikane mtu juu, apatikane na midfield mwingine mmoja au namba 10. Yaani kiungo mshambuliaji mmoja na pale juu. Ma center back wako vizuri, wahakikishwe tu kama wana injury basi wafanywe matibabu vizuri. Wale ma center back yupo, Kamara nadhani ataendelea kuwepo. Ali Salim yupo, Abeli yupo. Kwa mimi sina wasiwasi juu ya hiyo. Hivi nataka tumalize na hili hapa. Kabla ya mchezo huu wa finali ulizungumza kuhusiana na Joshua Mutale kwamba ungependa aanze katika first 11 na kikosi dhidi ya RS Berkane. Bila shaka umemshuhudia, ameingia first kipindi cha kwanza na akafunga goli. Performance yake vipi? Mimi kwanza kikubwa napenda kutanguliza shukrani zangu za dhati kwa viongozi. Viongozi wamekuwa welevu na wasikivu sasa hivi. Niliongea sana. Budo alikuwa akatwe disha dogo. Si umeelewa? Lakini nilimpambania sana. Mpaka watu wakawa wanasema huyu anakupa nini? Au ndo unamtetea kama ulivyomtetea Robertinho? Mpaka kijiweni hapa Karumo akawa ananiambia wewe usifikiri yule atakuwa kama Robertinho, sio atakuita sio nini atafanya nini. Lakini mimi namjua Budo, namjua Joshua Mutale, mimi naujua mpira. Hivi vipindi wanapitia wachezaji wengi. Nilitoa mifano mingi tu. Kwamba Budo kipindi anachopitia ameshapitia Dunia Zadi. Ameshapitia Alexis Sanchez, amepitia Diego Sancho. Kwa hiyo hichi ni kipindi cha mpito. Sio kwamba viongozi wa Simba wajinga na kamati ya usajili na scout wetu kwamba ameenda kumsajili mchezaji mbovu, hapana. Budo amesajiliwa akiwa katika namba nzuri na sifa zote za kumsajili alikuwa nazo. Budo amekuja kupotelea Simba. Kwa Simba tunatakiwa tudili jinsi gani ya kumrudisha mchezoni Budo. Kingine natanguliza viongozi wakanisikia na kweli Budo amebakia akapunguzwa Black Red ndio akaingia Mpanzu. Kwa sababu nafasi ilikuwa inagomba, Mpanzu anaingia badala ya nani disha dogo. Akapunguzwa Black Red kwa sababu ana injury ya muda mrefu, basi Budo akabaki. Alivyobakia Budo nikaendelea kupiga kelele, mwalimu hebu mpe mechi, muamini hata dakika kadhaa huyu atarudi. Kweli mwalimu akawa anamtumia kwenye ligi, kaanza kumtumia kwenye ligi mpaka hatimaye mechi 4 za mwisho zile Budo akatupa kitu, hatimaye leo anakuja kutupa nini? Na alipoenda Morocco nikawaambia Budo tutaanza kumuimba Simba Morocco. Sumeelewa? Na kweli dakika alizoingia ni chache lakini aliwapa shida. Mwalimu nikaomba mwalimu hebu muanzishe Budo. Mwalimu kweli akamwanzisha Budo yule pale.